Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyid sallallahu alayhi wasallam. Bado tunaendelea na majadiliano au mahojiano na wadau mahujaji wageni wa Allah wanaotekeleza ibada hii kwa mwaka 2025. Hii ni Azhar TV Tanzania ikikuletea moja kwa moja kutoka katika mji mtukufu wa Madina, na hapa ni airport ambapo kazi za kusindikiza zinafanyika. Alokuwa mbele yenu hatumsindikizi, bali tulikuja kuwasindikiza mahujaji wake, kwa sababu yeye mwenyewe ni miongoni mwa viongozi waandamizi katika shughuli hizi za kuhudumia mahujaji. Hatumsemei, atatuambia mwenyewe jina lake, kwa miaka mingapi katika shughuli hizi, ana taasisi au anakuja na nani, atatuambia. Alhaji, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. La dhambu maghfur. Hongera sana kwa kutekeleza haji ibada hii. Amin. Wafuatiliaji wa Azhar TV wanataka kujua wewe ni nani? Mimi kwa majina naitwa Rashid Said Njuki, mkurugenzi wa taasisi ya Manasik. Mashaallah. Na alhamdulillah tunashukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza ibada ya haji tukiwa na watu 54. Mashaallah. Na alhamdulillah tuko tayari Madina International Airport kurejea Dar es Salaam kupitia transit ya Dubai. Mashaallah. Ilikuwa rahisi kiasi gani au ngumu kiasi gani kutekeleza ibada ya haji na idadi hiyo ya mahujaji? Haikuwa rahisi wala haikuwa ngumu. Ndio. Kwa sababu kwanza tulifanya semina ya kutosha. Ndio. Tuliwaelimisha mahujaji. Ndio. Tukawapa mifumo maalumu inayotumika katika nchi ya Saudi Arabia. Ndio. Tukawapa semina ya subira kutokana na yanayopatikana kwenye Wizara ya Hija. Ndio. Na pia tukawaelimisha watu wanaokutana nao ni watu wa aina gani. Ndio. Na inahitaji subira ya hali ya juu, kwa sababu Mwenyezi Mungu hawezi kukupeleka katika mji wake mtukufu katika kukunyang'anya madhambi bila ya wewe kuwa na subira. Mashaallah. Unanyang'anywa madhambi, yahitaji uwe na subira. Ya salam. Sheikh Rashid, kutumikia mahujaji au wageni wa Allah kama Allah alivyowaita dhifur rahmani, ilikuwa ni sehemu ya ndoto zako au imekuja tu kwa bahati mbaya? Katika sehemu kubwa, kwanza sisi tunaipenda miji mitukufu. Ya salam. Kwa hiyo katika kuipenda miji mitukufu tukatokea kuwapenda na wenye kujumuika na sisi katika miji mitukufu. Ya salam. Na katika hali hiyo basi tukawa ni sehemu ya wenye kuihudumia hija. Ndio. Kwa hiyo tukaanza kuihudumia hija tukiwa na taasisi za watu. Mashaallah. Na alhamdulillah kisha tukajaliwa kufungua taasisi yetu ya Manasik. Ndio. Na sasa tunaomba muendelee kuiamini, kuisikiliza. Ya salam. Kutokana na viongozi waliokuwa mahiri na waliokuwa madhubuti katika kulifanyia swala hili la hija. Mashaallah. Naam. Taasisi ya Manasik, kwa nini Manasiki na sio jina lingine? Limetokea wapi jina la Manasiki? Nini asili yake Manasiki? Manasiki ni kitu kimoja kinachotokana, ni jina moja lenye kutokana na neno la hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama rawahu an sahihaini, khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Mashaallah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amesimama kuielezea habari ya hija na kuwafundisha watu nini hija, ianzie wapi, iende wapi. Kiufupi watu wanaanza tarwiya kwenda Arafa, kwenda Muzdalifa na kurejea Mina. Basi Mtume mwisho akawaambia khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu ibada ya hija. Na sisi tukaona mashuru'i nyingi zikiitwa manasik na sisi tukaona na sisi tuite manasik. Ya salam. Ya salam. Unadhani jina la Manasik limepokewaje katika jamii ya Watanzania? Kwanza ni jina ambalo halina neno zito katika ulimi kulisema. Mashaallah. Lakini ni jina pia ambalo linahitaji sana kulitamka kwa wepesi. Lakini ni jina ambalo tunapenda liendelee kuenea katika ndimi za watu, kwa sababu ni sehemu ya kuelewa mafundisho ya hija na mafundisho ya ibada tukufu ya nguzo ya 5 katika nguzo za Kiislamu. Mashaallah. Alhaji Rashid, umesema kuwa ulikuwa mwanzo unahudumu katika taasisi za watu kwa kuwa walikuwa wamependa kutoa huduma za watu wanaokuja kutekeleza ibada hizi tukufu katika miji hii. Kwa hiyo ukajitoa katika taasisi za watu, na hatimaye baada ya kupata ujuzi na uzoefu ukaona unaweza kuwasaidia zaidi ukiwa na taasisi yako. Hilo limekamilika. Kuna changamoto gani katika kutekeleza matakwa ya mawazo yako? Mimi kwanza tunachomshukuru Mwenyezi Mungu kubwa ni kuomba ushirikiano sisi baina yetu.
Changamoto tunaipata ni sisi hatuna mshikamano. Viongozi wa hija wanapigana vita. Viongozi wa hija hawapatani. Kwanza sisi viongozi tuwe na kitu kimoja. Mfano, tukumbuke tunaweza tukachukua hoteli moja. Bila ya kujali tumetoka wapi, tumetokaje. Lakini tunapokuja katika nchi ya Saudi Arabia tunakutana wote na kinachotuleta ni ibada ya haji. Kwa hiyo tunachokiomba kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kwamba tuwe na mshikamano na tuwe na jambo lilokuwa zuri. Sawa sawa. Naam. Mshikamano unaokusudia ni baina ya mashirika ya ushughulikiaji wa haji ikiwemo kusafirisha. Unakusudia mashirika hayo? Naam. Mashaallah. Ndio mashirika yanayohusiana na kusimamia ibada ya haji. Mashaallah. Naam. Kulikuwa kuna sintofahamu ambazo zilitokezea kwa baadhi ya watu wakitafsiri kuwa Watanzania walikuwa wanapata baadhi ya huduma ambazo pungufu au huenda zilikuwa ziendani na semina wanazozipokea au ahadi wanazozipata. Hili kwa mwaka huu unadhani limetekelezwa kwa kiasi gani? Kwanza tuelewe hija kuna vitengo. Ndio. Kuna hija inayohusika na taasisi kama hoteli, hiyo ni taasisi. Sawa. Chakula ni taasisi. Sawa. Lakini kuna hija, kwenye hija kuna kitu kinachohusiana na service. Ndio, huduma. Ambacho ni huduma. Hiyo haihusiani na taasisi. Ndio. Inahusiana na kitu ambacho ni yule anayetuhudumia. Mfano mwaka huu tunasema ni service provider, ambaye mwaka huu amechukua Al-Masharik, Al-Masia, hao ndio walotuhudumia. Kwa mfano basi zimechelewa, sio manasik, sio Bakwata, sio Al-Husna. Mabasi yakichelewa ni shirika linalotuhudumia ndio lilochelewa. Kwa hiyo kwanza changamoto kama hizi lisiwaumize watu akili. Linahitaji watu wawe na subira na uvumilivu. Lakini ikiwa chakula umekosa kwenye hoteli, hili tatizo la taasisi. Na ikiwa umeachwa Tanzania kujaja kuhiji, hilo tatizo la taasisi. Sio tatizo la wale wenye kutupa ile service. Kwa sababu kwanza hija watu waelewe mambo makubwa mawili. Kabla ya wewe kuanza kutoa visa, lazima uwe umelipia location. Lazima uwe umelipia service provide katika kila section. Yani uwe umelipia basi, umelipia hoteli Maka, umelipia hoteli Madina. Haya yote ndiyo yanayofanya wewe uweze kupata visa ambaye itakuwa ni visa ya hija, yaweza kukusimamia ibada yako ya haji. Mashaallah. Alhaji, naona umevaa kofia na hapo juu kuna nembo ambayo sijui ni nembo ya manasik au ni nembo gani hiyo, labda ina mahusiano na ibada? Kwanza umeniuliza swali zuri. Mimi napenda kuvaa kampuni, hata kanzu hii utaona ina kampuni hiyo. Napenda kuvaa kampuni ya Mihyar. Mihyar, mashaallah. Napenda kuvaa kanzu za Mihyar na kofia za Mihyar na t-shirt za Mihyar. Una share hapo au? Sina share, napenda kwa sababu vitu vyao vizuri. Mashaallah. Quality manake. Naam. Mashaallah. Said Alhaj Rashid kutoka Tanzania. Tunakutakia safari njema. Lakini tunakupongeza kwa mara nyingine kwa kujitolea kwako na kujitoa kwako kuwa msimamizi na mtoa huduma za ibada ya haji. Tanzania, ofisi zenu ulisema zipo wapi kule? Ofisi zetu ziko Mikocheni. Ndio. Karibu na ubalozi wa Malawi. Ndio. Nyumba namba 8. Ndio. Nyumba namba 8. Ndio. Kituo ni kwa Nyerere. Mikocheni kwa Nyerere, karibu na ubalozi wa Malawi. Kituo ni kwa Nyerere. Kituo kwa Nyerere, nyumba namba 8. Mnafungua siku zote za wiki au kuna masiku? Kila siku tunafungua isipokuwa siku ya Jumapili peke yake. Ndio. Lakini Jumamosi tuko wazi, Ijumaa tuko wazi, na tuko wazi kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Alhaji Rashid, taasisi yenu inasimamia pia huduma za umra au ni haji tu? Tunasimamia huduma za umra na sasa tutaleta grupu la umra tarehe 2 mwezi wa 7. Mashaallah. Tarehe 2 mwezi wa 7 tutakuwa tuna grupu la umra. Mashaallah. Na alhamdulillah tuna mu'tamirina zaidi ya 20 ambao tutakuja nao tarehe 2 mwezi wa 7, tutaondoka tarehe 12 mwezi wa 7. Mashaallah, mashaallah. Muna kauli mbiu ya taasisi au hamjaiandaa bado? Tunayo kauli mbiu, tunasema inasemaje? Jali ibada kuwa karibu na Mungu. Ya salam. Jali ibada kuwa karibu na Allah, kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Hajjun mabrurun, dhanbun maghfurun, wa sa'yun mashkurun. Alhaji Rashid alikuwa akitupa uzoefu wake wa ibada za haji, lakini tulikuwa nami mrusha matangazo haya Hashim
Al Azhar TV, Madina.